usimuache aende zake. Mshike, maana yeye ni uzima wako. Methali 4:13. Baraka na mafanikio. Mpango kazi: kuandika wanafunzi wapya, kununua vitabu vya shule, kuhitimisha wanafunzi wa darasa la 6, kufungua mwaka mpya wa shule mwezi wa 3, kukarabati ofisi ya IBEN. Yaliyofanyika: kuandika wanafunzi wapya, kuhitimisha wanafunzi, kufungua mwaka mpya wa shule mwezi wa 3, kukarabati ofisi ya IBEN. Yaliyofanyika nje ya mpango kazi: kufanya partnership na Agape pamoja na kupokea diploma kwa ajili ya wahitimu wapya, kugawa Biblia 3 kwa wanafunzi wasio na Biblia. Ambayo ya kufanyika na sababu zake ni kununua vitabu kwa ajili ya ukosefu. Ambayo ya kufanyika ni kununua vitabu, sababu ni ukosefu wa pesa. Changamoto ni mahudhurio hafifu ya baadhi ya walimu. Suluhisho: kuwahimiza kushiriki kazi vizuri. Pendekezo: shule la Biblia liwe linatoa ripoti katika kikao cha mwisho wa mwaka wa kanisa. Maoni au mpango kazi: kufungua darasa jipya la 3, kuendelea kuratibu mitihani ya shule na wanafunzi wa darasa la 6 kufanya stash. Hii imefanyika pa Nyarugusu tarehe 13 mwezi wa 6, 2026 kwa ajili ya shule la IBEN. Maongozi Ali, mwalimu mkuu. Karibu kwa maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya swali moja. Unaposema ukarabati ofisi ya IBEN, tulitaka kumaanisha nini wakati tunaona kama ofisi iko sawa hivi? Ofisi ilikuwa imejaa vumbi, yaani ukiingia hali haikuwa nzuri. Tukaweka sakafu na hata kwenye kuta tukasafisha ili pawe na muonekano mzuri tofauti na ule wa awali. Tunashukuru kwa ripoti nzuri ya shule letu. Ningetamani kujua, kuna sehemu umesema ya kwamba mahudhurio hafifu kwa walimu. Baada ya kuona ya kwamba mahudhurio yamekuwa hafifu na walimu ndio wanatakiwa kuwa wenye juhudi, ulizungumza nao nini au yanasababishwa na nini? Baada ya wewe kuzungumza na wao, huo hafifu wa mahudhurio unasababishwa na nini? Ni wao wanajua sababu zao, maana sio wote. Kuna mtu anaweza kupata changamoto, yuko kwenye shida, lakini kusema nimetatizwa ni vigumu. Wengine anakuja kwa sababu anaona niende, ikiwa emergency nyingine hakuna taarifa kwenye uongozi. Sasa inaleta kero, na ndio sababu ya kuileta kwenye kikao. Maana kuna walimu anachelewa, sina taarifa. Sasa kihekima unaangalia, mbona hili linatendeka vibaya, na ndio sababu ya kuiweka kama changamoto. Maana katikati yao imeshaanza kuleta mbona wakina fulani, mbona kama manunguniko vile, ila tunaongea. Lakini kama kitu kimeripotiwa imekuwa kama ugonjwa sugu. Yesu asifiwe. Amina. Ngapi na